Kwa majina anaitwa Martha Festo Mariki, ni mbunge wa viti maalum kutokea mkoa wa Katavi kupitia kundi la kina mama Umoja wa Wanawake Tanzania. Tukiwa tunakaribia kwenda kulivunja bunge la 12 ambapo tunategemea Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atakwenda kulivunja bunge hili tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025, yani siku ya Ijumaa. Mimi nikiwa kama mwakilishi kutokea mkoa wa Katavi, niseme kwanza ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na afya njema kwa kutuwezesha kutumikia wananchi kwa kipindi chote hiki tangu walivyoniamini wakina mama wa mkoa wa Katavi kuwa mwakilishi wao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini cha pili, napenda nichukue nafasi hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa serikali ya awamu ya 6. Kwa kweli sisi kama vijana tumefurahi sana kufanya kazi na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, hususan katika bunge hili la 12 tukiwa kama wakilishi wa wananchi. Tunamshukuru sana rais wetu. Kwanza tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika sekta mbalimbali katika nyanja za maendeleo. Mfano, katika taifa letu tumeshuhudia miradi mingi ya kitaifa na kimkakati ikikamilishwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mfano, bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi Kigogo, lakini katika maeneo mbalimbali katika nyanja za kitaifa. Lakini nitapenda kuzungumzia zaidi katika mkoa wetu wa Katavi. Naishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa iliyoifanya katika mkoa wetu wa Katavi. Mimi nikiwa mwakilishi hapa bungeni, sitaacha pia kumshukuru Spika wetu wa bunge Dr. Tulia Ackson kwa jinsi ambavyo ameliongoza bunge letu la 12, lakini sitaacha kumshukuru Naibu Spika Zungu kwa jinsi ambavyo ametuongoza katika bunge la 12, lakini wenye viti wote wa bunge wenzangu wote pamoja na mawaziri kwa jinsi ambavyo tumeshirikiana. Katika mkoa wetu wa Katavi tumeweza kushuhudia miradi mikubwa ya kimaendeleo ikifanyika katika serikali ya awamu ya 6 ndani ya miaka 4 ya mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Mfano, katika sekta ya afya tumeshuhudia ujenzi mkubwa wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Hospitali kwa kweli ambayo imeleta mapinduzi chanya kwa mkoa wa Katavi. Siku za nyuma wananchi wenzangu wa mkoa wa Katavi wanaweza wakakumbuka tulikuwa tunapata adha kubwa sana ya kusafiri kwenda Benjamini, kwenda Bugando, kwenda Muhimbili, lakini kwa sasa serikali yetu imeturahisishia. Tunao hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Katavi ambayo kwa kweli ina huduma nzuri. Tuna vifaa vizuri sana vya kisasa ikiwepo CT scan, ultrasound za kisasa na mengine mengi ya vifaa tiba yapo katika hospitali yetu. Lakini kubwa zaidi, Rais Samia ameweza kutujengea dialysis kwa ajili ya usafishaji wa damu katika mkoa wetu wa Katavi. Jambo ambalo kwa kweli limeleta mapinduzi makubwa sana na wananchi wamekuwa wakipata huduma pale pale ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Lakini kwa ujumla hata katika wilaya tumeweza kupata hospitali nzuri za kisasa za wilaya. Lakini niseme tu tunaishukuru serikali katika mkoa wangu wa Katavi tumependelewa zaidi. Tumepata hospitali katika kila halmashauri yenye level ya wilaya ambayo kwa kweli zinafanya vizuri, na tulikuwa tuna changamoto ya watumishi, lakini kwa sasa serikali yetu imeendelea kuhakikisha kwamba inaendelea kupunguza changamoto ya watumishi kwa kutuletea watumishi katika sekta ya afya, lakini katika sekta ya elimu. Hivyo tunaishukuru sana serikali yetu. Lakini katika sekta ya elimu pia tumeona mapinduzi makubwa, ujenzi wa shule za sekondari, shule za msingi. Kwa kweli tumeshuhudia ujenzi wa shule za kisasa na wanafunzi wetu kwa sasa wanapata elimu bora katika mazingira yaliyo bora. Tunaishukuru sana serikali yetu. Lakini sitaacha kuzungumzia ujenzi wa miundombinu ya bandari ya Kalema. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 ndani ya mkoa wetu wa Katavi tumeweza kujengewa bandari ya Kalema ambayo kwa sasa imekamilika. Bado tu tunasubiri kuja kuzinduliwa. Bandari ile iliyogharimu zaidi ya bilioni 48 na pointi kadhaa. Kwa kweli tunashukuru sana serikali, na bandari ile niseme inakwenda kuleta mapinduzi chanya ndani ya mkoa wetu wa Katavi kwa kushirikiana na nchi jirani
kwa sababu kupitia bandari yetu ya Kalema sasa mkoa wa Katavi unakwenda kufunguka kibiashara. Tutaunganishwa pamoja na majirani zetu wa Kongo kupitia kule Kalemie. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu, na niwaombe wananchi wa mkoa wa Katavi tukae mkao wa kufanya biashara, kwani mkoa wetu wa Katavi umefunguka. Hivyo tunaipongeza sana serikali yetu. Kwa kweli mambo mazuri sana yameletwa ndani ya mkoa wa Katavi katika serikali yetu ya awamu ya 6. Mambo ni mengi, ujenzi wa madaraja makubwa tumeshuhudia, lakini kikubwa zaidi kukamilika kwa ujenzi ya barabara kutoka Mpanda mpaka Tabora. Kwa kweli tumeshuhudia barabara ile ni ya kisasa, barabara ile ni nzuri, na wote ni mashahidi. Wananchi wa mkoa wa Katavi lazima tukumbuke tulipotoka. Siku za nyuma tulikuwa tukipata adha kubwa sana. Kutokea tu Mpanda kufika Tabora tulikuwa tunatumia muda mwingi, lakini kwa sasa tumejengewa barabara ya kisasa na barabara nzuri yenye miundombinu yote mizuri inayoonyesha alama zote za barabarani, sehemu za parking ziko vizuri. Hivyo tunaishukuru sana serikali yetu kwa kuturahisishia kufungua mkoa wetu wa Katavi kuweza kuunganishwa na mkoa jirani wa Tabora. Lakini pia ndani ya mkoa wetu wa Katavi tunaishukuru serikali, ujenzi bado unaendelea kutuunganisha na mkoa wa Kigoma, na tayari wakandarasi wako site. Tunaishukuru sana serikali yetu kwa kuona umuhimu wa sisi mkoa wa Katavi sasa tunakwenda kuunganishwa na mkoa wa jirani wa Kigoma, lakini mkoa wa Rukwa. Kwa kweli tunasema mkoa wa Katavi umefunguka, na wananchi wa mkoa wa Katavi kwa ujumla wanaishukuru sana serikali yetu. Hivyo tunachosema na tunachoweza kuahidi, mfano sisi kina mama, kwa sababu mimi ni mwakilishi ninayetokana na kundi la kina mama, tunachoweza kusema ni kwamba 2025 tunachoahidi kwa serikali yetu ni kuhakikisha kwamba mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan anapata kula nyingi za kutosha, na tunasema Oktoba tunatiki kuhakikisha kwamba mama yetu anapata ushindi wa kishindo. Hii tunakwenda kumlipa kwa mambo mazuri mengi aliyotufanyia sisi wananchi wa mkoa wa Katavi. Lakini sitaacha kuendelea kuwashukuru viongozi wa mkoa wetu wa Katavi, hususani mkuu wetu wa mkoa Mama Mamvua Hoza Mlindoko. Anafanya kazi nzuri sana ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Wakuu wa wilaya wote, wakurugenzi wote wanafanya kazi nzuri, pamoja na wabunge wenzangu wa mkoa wa Katavi. Tunawashukuru sana. Lakini nimalizie kwa kuishukuru serikali yangu ya awamu ya 6 pamoja na chama chetu cha Mapinduzi kwa kuona umuhimu sasa wa kuamini vijana, na vijana tumepewa fursa mbalimbali. Na mimi nasema serikali yetu kwa kweli inaamini vijana, na sisi kama vijana tunaahidi kuwa waadilifu, na niwaombe wa vijana wenzangu kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi, kwani Chama cha Mapinduzi kwa kweli kinawaamini vijana, na ndio maana ukiangalia hata bunge la 12 vijana waliingia wengi sana. Hiyo ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaamini vijana na kinatoa fursa kwa vijana. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana tuendelee kukiunga Chama cha Mapinduzi, na tumuombe Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu apate afya njema, kwa sababu mwezi Oktoba tuna jambo naye. Jambo letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunatiki kwa Chama cha Mapinduzi na mama yetu anapata kula nyingi sana za heshima. Asanteni sana.